Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Leo ikiwa tunafanya sikukuu ya Alhamisi Kuu. Katika somo letu la kwanza kutoka katika kitabu cha Kutoka, sura ile ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8, ya 11 hadi ya 14. Somo letu la pili kutoka katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya kwanza aya 23 hadi 26. Na somo letu la Injili kutoka katika Injili ya Yohane, sura ile ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Na wazo kuu katika masomo yetu siku ya leo, kweli alitupenda upeo. Ndugu zangu katika Kristo, tunaanza kutafakari mafumbo makuu ya ukombozi wetu. Tunaanza kutafakari zile siku 3 ambazo tulipata ukombozi wetu, yaani mateso, kifo na ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku ya Alhamisi Kuu. Ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alituachia sakramenti ya daraja takatifu, yaani upadre, na vile vile alituachia amri kuu ya mapendo. Ni siku ambayo tunaalikwa kuwaombea mapadre, wale ambao wanaadhimisha mafumbo ya matakatifu, misa takatifu na sakramenti mbalimbali katika kanisa, ili Mwenyezi Mungu aweze akawajalia neema na baraka ya kufanya mafumbo hayo matakatifu kwa uchaji wa Mwenyezi Mungu. Siku ya leo tunapotafakari fumbo hili la Kristo kutuachia mwili wake na damu yake, kwa kweli ni juu ya upendo wake. Alitupenda mno, alitupenda upeo, kama tunavyoambiwa katika somo letu la Injili. Tukiangalia kwa undani, ni mapendo ya Kristo, ni mapendo yake Mwenyezi Mungu, anatuachia mafumbo haya matakatifu, anajitoa mwenyewe kama chakula kwa ajili ya roho zetu. Tukiangalia katika somo letu la kwanza siku ya leo, tunaona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu anawakomboa watu wake katika utumwa kule Misri. Ilikuwa ni wakati sahihi ambao Mwenyezi Mungu aliona inafaa kuwakomboa watu wake. Baada ya kupitia mateso mengi, kuteseka sana chini ya uongozi wa Farao, walimlilia Mwenyezi Mungu, walimlilia wakiwa na hamu Mwenyezi Mungu aweze kuwakomboa. Na wakati sahihi ulipowadia, Mwenyezi Mungu anakuja kuwakomboa watu wake. Anawakomboa kwa namna ya pekee, kwa sababu amejaribu kwa namna tofauti tofauti kwa ajili ya kuwakomboa ili Farao aweze kuachia, lakini moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Tunachokisikia katika somo letu la kwanza siku ya leo ni kwamba ilikuwa ndio pigo la mwisho ambalo Mwenyezi Mungu analifanya ili kuwakomboa watu wake. Anatumia damu ya wanyama. Anawapa amri kwamba kila familia iweze kuchinja mwana kondoo au mwana mbuzi na kukinga ile damu na kuweka katika vizingiti vya nyumba zao, ili malaika atakapopita usiku, atakapoiona ile damu, asiwaguse, wawe wameokolewa na kwenda kuvamia zile nyumba zote za wana wa Misri na kuwaua watoto wao wote wa kwanza. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu anawaambia baada ya kuchinja wanyama hao waweze kuwala, waweze kula, kujiandaa kwa ajili ya safari. Kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba waliweza kushiriki Ekaristi Takatifu kwa namna pekee. Walichinja wanyama na kula chakula ambacho kiliwasaidia katika safari yao ya ukombolewa kwao. Pasaka, yani Passover, kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine nzuri zaidi. Na tunaona Mwenyezi Mungu ni jinsi gani aliweza kuwakomboa watu wake. Tunayo mengi ya kujifunza katika somo letu la kwanza. Jambo la kwanza ambalo tunaweza tukajifunza katika somo letu la kwanza, kwamba Mwenyezi Mungu anatukomboa kwa muda wa muda sahihi. Hii ni kueleza kwamba ni nini? Wakati mwingine tunaweza tunapitia mateso, tunapitia shida, tukadhani kwamba Mungu ametusahau au Mungu ametuacha.
Hapana, Mungu hajatuacha, bali muda sahihi wa Mwenyezi Mungu ndio atakuja na kutuletea muujiza na kutuokoa kutoka katika shida mbalimbali. Mfano wa Wanaisraeli, walikaa muda mrefu katika utumwa, lakini ule muda sahihi ambao Mwenyezi Mungu aliona yafaa sasa kuwakomboa, alikuja kuwakomboa watu wake. Vile vile tunaona kwamba umuhimu wa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Mfano hawa ndugu ambao wana wa Israeli ambao walipewa nyama, waliambiwa wachinje wanyama na kula kwa ajili ya safari yao kuelekea nchi ya ahadi. Vile vile Ekaristi Takatifu kwetu ni kama chakula cha njiani kwa ajili ya kupata uzima wa milele. Ni wajibu wetu, ni lazima tushiriki Ekaristi Takatifu, tule mwili wa Kikristo, ishara ya kwamba tunaenda kukombolewa, ishara ya kwamba tuko njiani, tuko safarini, na safari yetu ni ndefu. Hatujui siku wala saa. Chakula hiki ambacho Kristo mwenyewe tunalinganisha kwamba chakula cha wale ambacho walikula kule Misri, ishara ya kukombolewa, kwa ishara ya wao kuondoka, vile vile Kristo anajitoa kwetu kama chakula kwa ajili ya sisi, kwa ajili ya roho zetu sisi wakati wa kukombolewa kwetu. Hivyo tuone thamani ya Ekaristi Takatifu katika maisha yetu. Katika somo letu la pili tunachokiona ni Mtume Paulo anatuonyesha ni kwa namna gani Ekaristi Takatifu ilivyowekwa. Tunaona Kristo alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa, akamwambia huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu, na vile vile kikombe cha divai. Na maneno hayo ambayo Paulo anayasema tunayaona wazi katika adhimisho la misa takatifu, ambapo padre anapomshusha Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Kristo anakuwa mzima katika maumbo hayo ya mkate na divai. Kristo anajiweka wazi katika maumbo ya mkate na divai, naye tunaenda tunashiriki maumbo hayo na tunampokea Kristo katika mioyo yetu. Katika somo letu la Injili, Kristo anatuonyesha upendo wa ajabu, tukitambua ya kwamba yeye alikuwa ni mwalimu. Tunaona ya kwamba pengine tulitegemea yeye ndio wanafunzi wamwoshe miguu, lakini anajishusha, anashuka chini, anakwenda kuwaosha miguu wanafunzi wake. Na anatambua kwamba wote hawako safi, kwa sababu hata yule ambaye alimsaliti alikuwa pamoja naye. Pengine mimi na wewe tusingeweza kukaa meza moja na msaliti, kukaa meza moja na wale ambao wanaongea mabaya juu yako. Tunawatenga, tunaweka mbali, lakini Kristo anawaleta pamoja, anakula nao pamoja, anawaosha miguu. Ni upendo namna gani? Kwa kweli alitupenda upeo. Na ndio tunaona amri hii ya mapendo. Tujiulize, mimi na wewe tunapendana kiasi gani? Je, upendo wetu ni wa kinafiki, kwamba tu tunaonekana tunafurahiana, lakini tukienda pembeni tunaanza majungu na maneno ambayo hayafai? Tujiulize, Ukristo wetu ni wa namna gani? Ukristo ni ule tu wa kukaa kanisani na kusali, baada ya hapo kila mtu anatoka na chuki na madonda katika mioyo? Tuonyeshe upendo wa kweli. Upendo ule sio wa kinafiki, bali upendo uelezeke kweli katika mioyo yetu. Tusaidie mtu kweli katika moyo, na tujionyeshe wazi kwamba sisi kweli tunampenda Kristo, na Kristo anatufundisha juu ya mapendo yake. Ndugu zangu, tunapoanza safari hii ya kutafakari mafumbo haya matakatifu ya kukombolewa kwetu siku ya leo, Kristo anatuachia Ekaristi Takatifu, mwili na damu yake. Tuwaombe pia mapadre ambao wanaadhimisha mafumbo haya matakatifu, na vile vile sisi wenyewe tujifunze upendo wa kweli, upendo wa dhati, upendo usio na unafiki, upendo ambao Kristo alitufundisha. Tumsifu Yesu Kristo.